John Heche amemvuruga vibaya Jakaya Kikwete ambaye alikuwa rais wa nchi ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Katika upepo mzito wa sintofahamu unaoendelea kutatiza Tanzania ya sasa, umeibuka hali inayotafsiriwa na wengi kuwa ishara ya kukua kwa mpasuko kati ya wananchi na baadhi ya mihimili ya uongozi wa serikali. Mvutano huu umefika hatua ya kuamsha mjadala mikali kuhusu namna ambavyo mamlaka za utumishi wa umma zinashughulikia malalamiko ya wananchi, hasa pale tuhuma zinapowahusu viongozi wenye majukumu makubwa katika serikali ya taifa. Katika mazingira hayo ya hofu na wasiwasi, matamshi mazito ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche yameteka akili za wengi na kuibua mjadala mpana kuhusu hatima ya utawala bora nchini. Mwanzoni mwa sakata hili, Heche aliibua hoja nzito kuhusu kauli ya waziri wa nchi katika ofisi ya rais aliyeshughulikia management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete. Kauli hiyo ya waziri ilihusu mpango wa kuagiza viongozi wote wanaolalamikiwa na wananchi kufika mbele ya mamlaka husika ili kuhojiwa. Kwa mtazamo wa juu, tangazo hilo lingeweza kutafsiriwa kama hatua ya kuimarisha uwajibikaji. Hata hivyo, kwa upande wa wapinzani na baadhi ya wananchi, lilionekana kama hatua inayoweza kutumiwa vibaya ikiwa haitasimamiwa kwa tahadhari na kwa misingi ya haki. Na kwa mtazamo wa Heche, hoja kuu haikuwa tu juu ya wito wa viongozi wanaolalamikiwa, bali juu ya namna mpango huo ungeweza kugeuza kuwa silaha ya kisiasa ambayo kidogo ingefunika ukweli. Wakati akieleza misimamo ya kuhusu suala hilo, alimulika kwamba kasi isiyozingatia weledi inaweza kugeuza nia njema kwa chanzo cha migogoro mipya, na kwamba kuharakisha mchakato wa kuchunguza malalamiko bila mizani sahihi ya kitaasisi kunatoa ishara ya kukosa uangalifu kati ya kusimamia utawala wa sheria. Alitahadharisha kuwa jamii ambayo tayari inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, kisiasa na kijamii inaweza kuungana na vilevile kuingia kwenye mtikiso mkubwa zaidi endapo tuhuma zinazoelekezwa kwa viongozi zitashughulikiwa kwa uwazi, kwa utulivu. Na katika ufafanuzi wake mpana, alielekea kuonyesha jinsi kauli za haraka kutoka kwa viongozi zinaweza kuongeza taharuki mitaani. Mwananchi wa kawaida aliyeshindwa kuona majibu ya kina katika malalamiko yanayotangaza hadharani huishia kuamini kwamba mifumo ya utawala imefurugika, kwamba mamlaka zimetawaliwa na upendeleo. Ndiyo maana wito wake ulikuwa mitazamo ya maslahi ya umma, akionyesha kwamba majibu yanayoharakishwa bila uchambuzi yakinifu ibua taswira ya serikali isiyosikiliza, bali inayoitikia kwa matumizi ya mamlaka badala ya hoja. Na kwa kutumia mifano ya matukio ya karibuni, Heche alielekeza dhira ya taifa kwenye tukio lilozua taharuki kubwa, ambalo ni kuchomwa kwa vituo vya mafuta vinavyohusishwa na mfanyabiashara anayetambulika kwa jina Al-Edha. Na katika mazingira hayo yaliyojaa hisia kali, baadhi ya wananchi waliibua madai kwamba miundombinu hiyo ya biashara inamuhusisha waziri Ridhiwani Kikwete. Hata kama madai hayo hayakuwa yamethibitishwa kwa mamlaka yoyote, Heche aliona tukio hilo kama kielelezo cha namna ambavyo hisia za wananchi kuhusu uhusiano kati ya biashara na mamlaka ya serikali bado ni nyeti na zenye utata mkubwa. Na katika sura pana zaidi, alionyesha kwamba hoja ya wananchi si tu juu ya kumiliki biashara, bali juu ya namna viongozi wanavyoonekana kutumia nafasi zao katika serikali huku wakijihusisha na shughuli za kiuchumi. Taswira hiyo iliyojengwa na matukio mbalimbali katika vipindi tofauti ilichukuliwa kama sababu mojawapo ya kuporomoka kwa imani ya wananchi mfumo wa uongozi. Na kwa mtazamo wa Heche, matokeo haya yake ni hali ya kutoaminiana, kusitasita kwa umma kutoa taarifa sahihi kuhusu matendo ya viongozi, na kukua kwa hisia zinazolenga kuona kwamba mamlaka kubwa hufunika tuhuma badala ya kuzichunguza.
Alisisitiza kwa majibu ambayo hayajengwi juu ya misingi ya uchambuzi wa utafiti bali yanatolewa kwa woga, jazba au presha za kisiasa ndiyo yanayojenga mazingira ya machafuko. Alifafanua kuwa katika jamii yoyote ambao wananchi wanahisi wanapuuzwa, hofu kubwa zaidi kuliko matumaini. Hali hii hutengeneza mazingira ambapo wananchi wanaweza kulalamika, kutumia njia zisizopendwa ili kufikisha ujumbe wao. Na kwa hiyo, kwa mujibu wa hoja zake, misingi ya amani katika nchi hupatikana kwa kusikiliza na kuheshimu sauti za wananchi kabla ya kutoa majibu kupitia nguvu za mamlaka. Na katika hatua nyingine, mjadala uliendelea kwa upande wa serikali kupitia kauli ambazo Waziri Ridhiwani Kikwete aliwahi kuzitoa kuhusu swala hilo. Alionyesha mitazamo kwamba malalamiko dhidi ya viongozi si jambo geni katika mifumo ya utawala, na kwamba ni wajibu wa serikali kuchukua hatua pale viongozi wanaposhindwa kujibu maswali ya wananchi. Na kwa sura ya kisera, alionekana kuweka mkazo juu ya dhana ya uwajibikaji ya kutumiza majukumu. Na hata hivyo, Heche aliibua swali pana zaidi kuhusu namna misimamo kama hiyo inaweza kutafsiriwa katika mazingira ambayo wananchi tayari wanahisi kutokuamini taasisi za serikali. Kwa mtazamo wake, ujenzi wa taifa lenye uwazi hauhitaji kasi bali ustahimilivu, utafiti na dhamira ya dhati kusikiliza kila upande. Alihofia kwamba endapo mamlaka itajikita kwenye kutoa kauli bila kufanya mabadiliko ya kweli katika utendaji wa mifumo ya utawala, basi habari za uwajibikaji zitabaki kuwa maneno matupu yasiyoakisi uhalisia. Na katika kuitimiza mtazamo wake, Heche alirejelea kwenye hoja kuu inayogusa misingi ya uongozi wa nchi, ambayo ni wananchi wanahitaji uongozi unaosimama kwenye ukweli, uwazi na dhamira ya kuimarisha taifa. Kwake, jamii inayojenga mustakabali wa maendeleo inapimwa kwa namna viongozi wake wanavyoweza kukabili tuhuma za weledi bila kujikokota wala kuyakimbia majukumu yao. Aliamini kuwa mabadiliko ya kweli hayawezi kupatikana kwa kutoa kauli barabarani, bali kwa kubadilisha mfumo mzima wa jinsi serikali inavyosikiliza na kushughulikia malalamiko. Hatimaye, simulizi hili limeacha picha ya taifa linalohitaji majibu ya kina katika kipindi ambacho sauti za wananchi zinahitaji kusikilizwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Mvutano kati ya matarajio ya umma na mifumo ya uongozi unabaki kuwa changamoto kubwa inayohitaji hekima, uadilifu wa uongozi wenye dira ili kurejesha imani inayotetereka. Na katika mazingira hayo, mjadala unaoendelea kati ya sauti za upinzani na msimamo wa serikali unafungua ukurasa mpya wa mjadala kuhusu mustakabali wa uwajibikaji wa nchi. Mustakabali ambao wananchi wanalifuatilia kwa umakini mkubwa, huku wakitarajia mabadiliko yanayogusa maisha yao moja kwa moja. Ni hao tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi na zinginezo kwa uchambuzi wa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuwafikie wengi ambao hawajajua kwamba taarifa hizi zishawekwa hewani.